mechi kumalizika, CEO wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Zubeda Hassan moja kwa moja amezungumza hapa kwa uchache, shukrani zake kwa wanalunyasi, kwa serikali pia. Wacha tumsikia hapa moja kwa moja akizungumza kutoka Afrika ya Kusini kule Durban kule. Kabisa napenda kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa Rais Samia, kwa sababu sehemu kubwa ya maandalizi ambayo tumeyafanya yametokana pia na mchango mkubwa wa serikali. Sote tunafahamu timu za Tanzania zinaposhiriki katika mashindano ya kimataifa zinawakilisha Tanzania. Kwa hiyo sisi kama klabu katika maandalizi ya awali tumepata mchango wa rais, serikali unamaanisha, pamoja na taasisi zake. Kwa hiyo la kwanza, lakini la pili napenda kuwashukuru sana viongozi wa Simba, viongozi wa serikali, lakini mashabiki kwa kipekee, kwa maana leo mmejionea. Sisi wakati tunakuja Afrika Kusini tulikuwa tunajua kwamba tutakuwa wachache, lakini tumeingia katika uwanja ambao ulikuwa na mashabiki wa Stellenbosch wengi, lakini kutokana na ile hamasa ambayo pia mashabiki waliosafiri kutoka ndani na nje ya Afrika Kusini, basi matokeo yalikuwa mazuri kwenye hamasa. Ni CEO wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba huyo, ukimsikia hapo akitoa shumbe kwa Watanzania wote, washabiki wa kandanda pamoja na serikali kwa sapoti kubwa sana ambayo wameifanya. Kumbuka kule wameongozana pamoja na naibu waziri wa michezo Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, akiwa sako kwa bako pia na waziri wa michezo pia, kwa kwamba jambo hili la mnyama Simba jambo la taifa hili bwana. Kumbuka hii sio mechi ya ligi kuu, ni mechi ya kombe la shirikisho barani Afrika, mechi ya kitaifa. Ima unataka au hautaki, ni Simba ilikuwa inawakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa. Ina mtaji wa goli moja na hadi kwenda kufaulu kwenda katika hatua ya finali. Salum Mnolela. Ni mechi ambayo nafikiri Stellenbosch walikuwa na mpango mzuri sana wa game leo. Ni mechi ambayo walistudy vizuri Simba walivyocheza mechi ya kwanza Amani Zanzibar, na mchezo wa leo ni mwalimu wa paka wa Stellenbosch aliweza kujua ubora wa Simba upo wapi na madhaifu ya Simba yapo wapi, lakini okongole pia kwa Fadlu Davis. Japokuwa leo Stellenbosch walionekana wagumu na wakaonekana kama mbinu za Simba wameshazigundua, lakini mwalimu Fadlu Davis na yeye alikuwa mjanja leo, na yeye alikuwa funguki ovyo kama siku mechi zingine anavyocheza. Alikuwa yuko makini sana kwenye kulinda at least kile ambacho alichokipata, kwa sababu alivyoona kwamba Stellenbosch wamekuja na mpango mzuri wa mechi, wamebadilika kabisa tofauti na game ya kwanza. Akaona kwa sababu mechi ilivyoanza, kama unakumbuka, Mbokile Simba walianza kwa kushambulia kama walikuwa wanataka goli. Baada ya dakika kadhaa alivyoona kwamba Stellenbosch wamejipanga vizuri, wameziba nafasi, wakaona kwamba hii mechi ngumu, sasa tufanyeje? Kama hatufungi basi tuje na plan B nyingine, tusifungwe. Na leo katika plani zote Simba walikuwa wanalinda sana kuliko kushambulia, na Stellenbosch wao walikuwa wajanja sana, walijua strength ya Simba, nguvu ya Simba ipo sana kwa watu wao wa pembeni au mafullbacks. Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein, huko Kibu na Mpanzu, na huko Kibu na Mpanzu. Unajua huku ndio sehemu ambayo Simba wanakutumia sana. Sasa walichofanya leo, waliweza kukaa na Mpanzu ngadu kwa ngadu tunasema, yani walikuwa wamwachie Mpanzu zile nafasi kubwa ya kuweza kufikiria na kuamua kama alivyofanya mechi ya kwanza. Kibu alikadhalika vile vile, na walikuwa wajanja na wao pia katika flanks zao, mawinga wao waliweka watu pia wenye speed, kwa sababu walikuwa wanajua Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein, hao ndio watu ambao wanatumika sana kushambulia. Wanakimbia pindi watakapokuwa wamekuja juu, wao watupe mipira nyuma ya migongo kwa Mohamed Hussein na Shomari Kapombe ili waweze kutengeneza hatari zao. Na kama uliangalia Stellenbosch, hatari zao nyingi walizokuwa wanapata leo ni maeneo ya pembeni. Ndio maana unakuta baadaye mwalimu aliweza pia kumtoa Mohamed Hussein. Shida tu kwa Shomari kwamba mtu ambaye anamkaribia yeye uwezo wake au ubora wake, ubora, yani kwa mfano backup ya Shomari kidogo kwa Noma anaingia. Ndio maana akaona kwamba Mohamed Hussein anashambulia sasa hivi, mimi nahitaji mtu ambaye mzuri kwenye kulinda sana. Ndio maana akamtoa Mohamed akamuingiza Noma, na wale kuna sabu mbili walizifanya pale katikati ya kiwanja, ma midfield waliingia watu ambao wana speed, wanajua kutembea na mpira. Umeona baadaye ndo tukaona mabadiliko dakika zile kama 20-15 za mwisho, tukaona Stellenbosch wanakuja sana golini kwa Simba. Ndio
kwa mara ya kwanza namuona Mwalimu Fadu Davis kwenye mechi moja anamuingiza Chemalon, yani anakuwepo Chemalon, anakuwepo Karabu, anakuwepo na Hamza, afu hapo kwenye kiungo kuna Fabrice Ngoma, kuna Yusufu Kagoma, kuna Kagoma, kuna Mavambo. Uwaga anamuingizaga Ngoma, zipo mechi anawaweka watatu, lakini hapa kati wanakuwa viungo wawili. Sasa leo na viungo tena watatu, yani akamtoa tena kiungo mshambuliaji, lengo likamilike. Akamtoa kiungo tena mshambuliaji Chazi au akamuingiza Mavambo ambaye kiungo mwenye kariba ya kucheza central katikati, na huku akamuingiza beki mwingine, kwa sababu alishaona tukiendelea tukiendelea kuacha mianya hii mingi hawa wanaweza wakapata goli. Baada ya ile goli ambalo walifunga ile likakataliwa, ndio pale akaona hii hatari. Sasa alichofanya kuna hapa mimi ni ulinzi tu, kufunga tena basi, ndio unaona muda ule akamwacha Kibu tu mbele. Dhidi ya kikosi cha Al Hilal Tripoli ya Libya, alikili wazi kwamba Mbokile hii mechi Simba inakwenda mbali zaidi, haitoisha robo finali tena, na kwa hivi sasa anatusikiliza hapa. Sasa Dua Saidi uko live kupitia eSports ya EFM, pengine tuambie namna ambavyo unavyoona wewe sasa, ni muda wa kombe sasa Simba kulileta, manake Yanga Africans ilichemka kuleta kombe. Vipi unaona mnyama Simba, ili kombe la shirikisho barani Afrika linakuja Dar es Salaam, linakuja Tanzania? Yani mimi nasemaje? Ndio Simba inaandika historia ya tunachukua yani kwa kwanza Tanzania au timu ya Tanzania inachukua kombe. Mimi utakuja kuniambia maneno yangu kwani kwamba RS Berkane, CS Constantine ni timu za kawaida tu kwa Simba? Na kuambiaje, tunaandika historia. Kikubwa kilikuwa ni hiki. Unajua mechi tunaimaliza hapa. Ndio. Kama tunaimaliza hapa kwa nguvu zile ulizoziona, na naomba inshallah Mwenyezi Mungu kwa Mkapa paruhusiwe pale ichezwe mechi kwa Mkapa. Sawa, lakini finali mnakwenda kuanzia away, pengine uende RS Berkane au Constantine, hauna mashaka hata kidogo? Yani sina mashaka. Yani mechi hiyo tunaenda kucheza kwa mbinu. Na siku zote unapoenda kucheza kwa mbinu kwenye timu pinzani ambayo inacheza home, wewe unatakiwa matokeo yake ujue yamalize mechi nyumbani. Sawa. Na pale mimi nasema Berkane ndio watakaoingia finali. Tusipepese macho. Kwa Berkane mnampasua nje ndani huyu? Nje ndani siwezi kusema, lakini uhakika wa nyumbani na hata kule nje tunaweza kuwapasua, kwa sababu mimi naangalia performance ya timu ya Simba, ya uwezo ya watu fulani ambao wakiamua sasa tunataka goli, au wakisema sasa nakwenda na wanaweza kwenda, wale ndio wanonipa mimi chachu ya kuweza kusema tunashinda au tunapata nafasi ya kuweza kufunga mbele. Nikimtizama mtu kama Mpanzu akiamua sasa nakwenda, anakwenda. Ukimtizama Kibu akisema sasa mimi naondoka na watu wawili, anaondoka na watu wawili. Yani pale kati tu pa kumalizia ndo kidogo, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutamaliza na hawa na ubingwa tutachukua. Sawa, ilikuwa ni miaka 32 Simba kuweza kufanya vizuri kama namna hii. Pengine ni kwamba kikosi hiki ni bora zaidi katika miaka 32 hapa katikati. Mimi naweza kusema ni bora. Siku zote timu inayopata matokeo ndio ni timu bora. Uwezi ukasema timu bora wakati uisikishi pale panapotakiwa na yale malengo ambayo mmejiwekea. Kwa maana mnapoenda kusema bwana tunacheza robo finali na sasa tunaitaka finali, tunakwenda finali, hiyo ni timu bora. Na wewe mwenyewe umeona ubora wa timu kama ulivyoona leo hii game inatoka kuisha sasa hivi. Na kama Simba angekuwa sio bora basi wangepoteza mechi. Sawa. Na kocha Fadlu Davis ni kocha bora kuliko makocha wote katika miaka 32 sasa. Unajua kila kocha anakuja na wakati wake. Inaweza yani siku zote historia ndio inayoandikwa. Kocha Fadlu ataandikwa leo kama kaifikisha Simba 2025 kaifikisha finali. Kwa hiyo tayari pale katika makaratasi anaandikwa bwana. Kwenye makaratasi pale anaandikwa kocha Fadlu Davis amefikisha Simba finali kombe la shirikisho. Kwako wewe Simba amepita makocha wengi hapa katikati, miaka 32 Simba kuweza kufanya vizuri kufika hatua ya finali. Hili ndilo kocha la boli, na kama inawezekana Simba wamwamini mazima. Kikosi ni kipya kwa asilimia fulani, lakini akili kichwa kimemuuma sana. Amepeleka Simba finali. Yani Ambokile ajengewe sanamu lake pale. Yani tutake ndio tusitake, na sijui kwa nini mtaalamu Dua aliweza kupepesa kidogo yani hiyo haitofutika. Ndio. Kwa makocha ambao wamepita kwa hiyo miaka yote kuanzia miaka 32. Sawa.
kwamba huyu ndio atasomeka kama kocha bora mpaka sasa hivi kwenye kikosi cha Simba. Kabisa. Kwa sababu gani? Tutofautishe, kuna CV na ubora. Yani inawezekana kuna makocha sasa, inawezekana kuna makocha wengi wamekuja na CV kubwa wa Simba wamepita, wana CV kubwa na wamefeli kuliko Fadlu Davis. Ndio Pierre Richante. Acha Richante amekuja, huyu Benchika ambaye katoka kuwa bingwa kabisa Super Cup wa kombe hili la shirikisho, akafeli na Simba, amefeli na Simba. Au issue tunazungumza ya CV. Yani kuna muda huyu ni kocha ambaye kaja wa kawaida tu, unaelewa, na nafikiri hata timu yake kubwa kuanza kuifundisha ndio kama kocha mkuu ni Simba. Kwa hiyo unaweza kocha akawa ana CV hivyo lakini akaja kufanikiwa kwenye timu yenu. Kwa hiyo mpaka sasa, kwa sababu hiki alichokifanya Fadlu Davis, Simba wamehangaika nacho miaka mingi sana. Hii finali mpaka kuipata. Kwa hiyo Fadlu Davis kwanza, cha kwanza Mbukile, nilisema kwenye game plan na narudia tena, hakuna kitu kigumu kama msimu huo ambao wewe unaandaa timu na unafanikiwa kama alivyofanikiwa. Akili nauma hapo. Unajua, mimi hata kwenye game plan nilisema hata kama Simba wangetolewa leo, mpaka sasa hivi Fadlu Davis angekuwa kafanikiwa sana. Na pamoja na Simba pia wangekuwa kwenye msimu huu wamefanikiwa kwa sababu wame overachieve. Yeye anasema hili kwa hiki ambacho kimetokea. Kocha Julio, bila shaka mechi umeshuhudia vizuri sana. Simba imetakata. Simba ni ya moto Afrika bila shaka. Ni jambo kubwa na jambo zuri, kwa sababu usually kama mechi 7 Simba tumeishia hatua ya robo finali, lakini this time watu tumepambana na kuweza kufika katika hatua ambayo tulikuwa tunaitaka ya finali. Ni jambo jema, tumepiga hatua kubwa sana, na nina imani ya kuweza kufanya vizuri katika mchezo ambao tutacheza na Bakene, na nina imani tutashinda bila shaka aina yote, ili kurudisha hasira zetu zile ambazo tulipoteza mchezo tulipocheza na Stella vijana hapa Dar es Salaam. Ni kwamba mashindano haya kwa msimu pengine ni mepesi sana, na kuamini kwamba Berkane huenda kapasuka na ndio ikaja Tanzania. Mashindano yoyote ambao wanashindana watu wawili hakuna mepesi. Ni mashindano magumu kwa sababu kila mtu anahitaji kushinda na kila mtu anakuja jinsi alivyojitahidi. Kwa hiyo tuseme kwamba timu zote ambazo zimeshiriki hata zilizotolewa ni timu nzuri, lakini usually mshindi lazima awe mmoja kushafika. Kwa hiyo sasa hivi tumebaki wawili, Simba na Bakene. Mimi nasema Bakene kwa sababu ushindi wao wa goli 4, naamini kwamba Constantine hawana uwezo wa kurudisha hizo goli. Kwa hiyo niseme tu mechi itakuwa ngumu, hiyo zinazokuja mbili manake ya home and away, lakini kwa sababu tutakuwa tumejipanga vizuri kama alivyosema Mwana FA na jitihada za Dr. Samia Suluhu Hassan, rais ambaye anapenda soka, bila kumsahau Hassan Majaliwa jemadari shupavu, mwana Simba halisi. Kwa naamini kabisa kila ambalo limepangwa litakuwa na Simba inshallah tutachukua ubingwa. Sawa, kocha Julio, kwa uzoefu wako wa ukocha, Simba imefanya maboresho mengi sana kwa na wachezaji wengi, na kwa msimu huo imefanikiwa kwenda finali. Ni kwamba imefanya usajili bora vibaya mno. Usajili wa Simba si mbaya. Wachezaji walikuwa watu wanasema kwamba tunahitaji muda, tunatengeneza timu. Kwangu mimi hakuna kutengeneza timu. Unapochukua wachezaji ambao wanatoka vilabu mbalimbali na wenye uwezo ambao tunawachukua, tunawanunua kwa fedha, uwezo ukaja ukasema maneno kwamba eti tunatengeneza timu. Ni kwamba timu inatakiwa wachezaji wajitolee, wafanye ambao wanaagizwa na walimu, mwisho wa siku wapate matokeo kama ambavyo wamefanya. Ni jambo jema na tunaamini kabisa kwa hilo walilofanya basi tunakia, sababu Simba yetu itakuwa bora na itakuwa mwanana kwa usoni. Nikushukuru sana kocha Julio. Asante sana. Ni kocha Julio Kiwelo, moja kwa moja tukizungumza naye hapa. Ni kwamba rasmi akitokea kocha yoyote amekabidhiwa kikosi ambacho kina wachezaji wengi, akisema msimu naandaa timu alafu matokeo mabovu, tuone kabisa kwamba huyu kocha wa mchongo. Mbona Fadlu Davis amefanikiwa msimu mmoja tu, nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi na ana viporo vya kutosha, lakini pia timu imekwenda final kombe la shirikisho barani Afrika. Sio makocha wote. Ndio, hakuna msamalia. Yani hamna akiweza kutengeneza timu alafu akamsimu hajafanya chochote, hamna shida, kwa sababu ndo nasema sio makocha wote. Na hii alichofanya Fadlu Davis ni genius. Yani kinatokea mara chache sana. Yani kwa walimu ambao msimu ambao wanatengeneza timu alafu msimu huo wapate mafanikio. Kwa hiyo kwamba Fadlu Davis amebahatisha. Sio amebahatisha. Yani imetokea kwamba kwake yeye
Ndio tunasema kwamba kama ulivyotumia neno genius. Ndio. Yani unaweza, wapo walimu ambao wanaweza ndani wa umo kwenye kutengeneza timu umo wakashindana. Sawa. Umeona kwa mfano hata nani Ambokile. Ndio. Klopp mwenyewe alikaa Liverpool misimu mitatu bila kuchukua kombe la ligi. Msimu wa 4 ndo akachukua kombe la ligi. Hivyo kama na kwa Pep kama unakumbuka. Baadaye ndo anakuja kuchukua. Kwa hata walimu wakubwa wote hata duniani inatokea wanaomba bwana nipeni muda fulani niweze kutengeneza timu, baada hapo ndo nitashindana.